maisha unaishi leo, mafanikio leo uliyatengeneza juzi. Kile unachokiona leo unafanikiwa, unafanya hiki na kile kwa sababu juzi ulifanya kitu fulani. Mungu analipa kwanza. Alitoka kule akaja kumtumikia Mungu, akaona afya, akapata mume, akapata mke, akapata mambo mazuri. Sasa leo amesahau, anafikiri anaishi kwa sababu kuna ibilisi hayupo. Kumbe unachoishi leo ulikitengeneza jana. Ikifika mahali malipo yakaisha, hayo yote utayaona tena. Na utafika mahali utakosa usingizi, utafika mahali ndoa itakushinda, utafika mahali watoto watakushinda, utafika mahali kazi utafukuzwa, utafika mahali utaugua. Kwa hiyo utaanza sasa na moja kutengeneza kitu kingine ambacho kitakupeleka miaka kadhaa. Kumbe ilibidi uendelee mbele, kile kitu ulicho nacho uendelee kuongeza pesa benki kama ni benki. Ili uendelee kuongeza mapato yako, uendelee kuongeza biashara, uendelee kuongeza mtaji. Ndio maana mtu akipata pesa ya kustaafu, pesa anaizalisha ili iendelee kuwepo. Ukiila inayo kuwepo, manake pesa itaisha na wewe utaisha. Kweli sio kweli? Ndio maana utaona mfanyabiashara yote, mtumishi yote, lazima pesa ile anaenda kuizalisha kwanza. Ukimpa hela kidogo, anaenda ananua muogo, ananua matembele, ananua kile, anafanya kazi ya hoteli. Ile mtaji uendelee kuweko, ili aendelee kula, mtaji usiishe. Sasa sisi mtaji tunaumaliza. Tunakula mpaka mbegu, hata zaka inaitwa mbegu. Tunakula mbegu, hatutoi zaka. Tujue tunatakiwa kuendelea na utumishi wetu hata kama tunapata vitu vya dunia hivi. Una gorofa, una magari, una majumba, visikupunguzie utumishi wako in any way. Vikurahisishie kuwahi nyumbani mwa Bwana, kumtumikia Mungu. Na wakati mwingine hata gari ikiharibika, unapanda bodaboda, ulizaliwa na gari. Alafu matatizo yakija baadaye unashangaa yamekujaje? Uliyatengeneza wewe miaka miwili iliyopita. Ulitengeneza wewe mwaka mmoja uliopita. Ulitengeneza wewe miezi kadhaa iliyopita. Kwa hiyo hizo ukiyaona mbele, sio yamekuja ghafla, ulitengeneza wewe. Kwa hiyo unavuna ulicho